Wafungwa 173 katika gereza kuu la Arusha wamehitimu mafunzo ya ujasiriamali na stadi za maisha yenye lengo la kuwawezesha kujiajiri pindi warejeapo uraiani na kuwajengea uwezo wa kutatua changamoto mbalimbali. Mkuu wa Jeshi la Magereza Tanzania amesema kwamba mafunzo hayo yamewasaidia wafungwa na maafisa wa askari, huku kwa upande wa wafungwa wakipata maarifa na ujuzi wa kuwafanya kuepuka kurudia makosa, ambapo ametoa kiasi cha shilingi milioni 2 kwa kijana aliyemaliza kifungo chake ili kuweza kumsaidia katika biashara ya ufugaji ambayo alianzisha baada ya kupata mafunzo alipokuwa gerezani. Wageni waalikwa, mabibi na mabwana, lengo la kuanzishwa kwa programu mbalimbali za mafunzo yakiwemo haya ya ujasiriamali na stadi za biashara ni kutoa maarifa na ujuzi kwa wafungwa utakaowawezesha kubadilisha fikra na kuwawezesha kujitegemea pindi wamalizapo vifungo vyao na kuepuka kurudia kutenda makosa. Hivyo wahitimu hawa wamepatiwa mafunzo yatakayowasaidia katika kubuni, kuendesha na kusimamia biashara au shughuli mbalimbali za kiuchumi pindi wanapomaliza vifungo vyao. Mafunzo haya ya ujasiriamali na stadi za biashara yanaendelea kuwajengea uwezo wa kujitegemea na kujipatia kipato pale atakapokwenda kuanzisha biashara baada ya kumaliza muda wa kukaa gerezani. Na tumepata ushuhuda hapa wa mhitimu mmoja ambaye alikuwa ni mwanafunzi na akapata mafunzo haya. Baada ya kumaliza kifungo chake gerezani, ameenda uraiani, ameanzisha biashara. Ndio lengo la kutoa mafunzo ya namna hii. Ndio lengo hasa la kuhakikisha kwamba wanapata ujuzi huu ili wakifika kule waweze kubuni biashara, waweze kuanzisha biashara au shughuli yote ya ujasiriamali, kuhakikisha kwamba wanajipatia kipato ambacho kitawasaidia wao wenyewe, kitasaidia familia, lakini jamii inayozunguka itanufaika, lakini pia taifa letu litanufaika kwa sababu watakuza uchumi. Kutokana na umuhimu wa mafunzo haya katika kuleta ustawi kwenye jamii, Jeshi kwa kushirikiana na Chuo cha Uhasibu itaendelea kuimarisha utoaji wa mafunzo ya aina hii kama ambavyo ameeleza Profesa, lakini pia kuhakikisha kwamba kundi kubwa zaidi la wanafunzi wetu ambao wako magerezani wanapata mafunzo ya namna hii. Na kwa kutambua changamoto hiyo na jitihada ambazo amezianzisha, Jeshi la Magereza linaunga mkono na litatoa kianzio cha shilingi milioni 2. Asante sana Mheshimiwa mgeni rasmi. Mkuu wa Chuo cha Uhasibu mkoani Arusha Profesa Eliamani Sodoeka, ambao wameshirikiana na Gereza Kuu la Arusha kutoa mafunzo hayo, amesema kwamba elimu hiyo itawasaidia kutatua changamoto mbalimbali pamoja na kuwawezesha kuwaongezea maarifa zaidi. Kama chuo tunapenda kuunga mkono jitihada zote ambazo serikali kupitia Jeshi la Magereza katika juhudi za kuimarisha mageuzi ya mfumo wa urekebu nchini kwa kupitia elimu ya uwezeshaji na kiuchumi. Na leo ikiwa ni mahafali mengine tena kupitia yale ya mwaka jana, tuna ndugu zetu wanakwenda ku graduate siku ya leo. Uamuzi wa IAA kuendelea kuwekeza katika mpango huu unatokana na imani yetu kwamba kila Mtanzania anastahili kupewa nafasi, hata ikiwa nafasi ya pili au ya tatu, katika kuboresha maisha yake kupitia elimu. Tunaamini kabisa kwamba elimu ina mchango mkubwa sana wa kumwezesha mtu kuweza kuangalia maisha katika jicho lingine au katika engo nyingine ambayo itamwezesha yeye kubadilisha maisha yake na kujenga maisha yenye tija, hasa baada ya kupita katika mfumo wa urekebishaji na kupata mafunzo ya ujasiriamali na hatimaye kurudi. Mpango huu uliundwa kama hatua ya kimkakati ya kushughulikia sababu za kijamii na kiuchumi zilizochangia kurejesha kwenye makosa jinai, kwa maana ya
repeated offenders, huku ikiimarisha fursa katika kukuza kiuchumi na kijamii za wafungwa na kusaidia urejeshaji wao wenye mafanikio katika jamii baada ya kumaliza vifungo vyao. Kama alivyoeleza Dr. Abayo ambaye ni mkuu wa kitivo chetu, pamekuwa na toka tumeanza wanafunzi 343 mpaka sasa wameshiriki programu hii, ambapo leo wanafunzi 173 wanakwenda kuhitimu. Mafanikio haya ni ushahidi kuwa uwezeshaji katika elimu ya marekebisho unaleta matokeo chanya yenye manufaa kwa mtu mmoja mmoja katika familia zao, jamii na taifa.